Dunia yalipua kicheko baada ya Kaguta Yoweri Museveni kupania urais kwa mara ya 7 akiwa na miaka 80. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Na katika hatua iliyotikisa siasa za Afrika Mashariki na kuibua hisia kali katika maeneo mbalimbali ya bara Afrika, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka 80 ametangaza rasmi nia yake ya kugombea tena urais kwa mara ya 7 mfululizo. Tangazo hilo limetolewa kuelekea uchaguzi mkuu wa Januari mwaka 2026 na tayari limegeuka kwa mjadala wa kitaifa na kimataifa. Kupitia tangazo hilo, Museveni amedhihirisha azma yake ya kuendelea kuwa kwenye usukani wa taifa alilokuwa ameongoza tangu mwaka 1986, akiwa na uungwaji mkono wa chama cha National Resistance Movement ama ukipenda NRM. Museveni anatarajia kuendelea na kile anachokiita mapinduzi ya kiuchumi, akilenga kuifikisha Uganda kwenye hadhi ya uchumi wa thamani ya dola bilioni 500 ndani ya miaka 5 ijayo ama miaka 5 ijayo. Hii si mara ya kwanza kwa Museveni kuvunja matarajio ya kisiasa tangu alipoingia madarakani baada ya kuongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyoondoa utawala wa Milton Obote. Katiba ya Uganda imepitia mabadiliko makubwa. Mwaka 2005 kikomo cha mihula ya urais kilifutwa. Mwaka 2017 kikomo cha umri wa kugombea pia kiliondolewa. Mabadiliko haya yamemwezesha kuendelea kuwa mgombea bila kizuizi cha kisheria, na ni jambo ambalo linazidi kuzua maswali kuhusu hali ya demokrasia nchini humo. Huku baadhi ya wananchi na wadau wa kisiasa wakitazama hatua hii kama uendelezaji wa udhabiti wa serikali, wengine wanatafsiri kama mkakati wa kuhalalisha utawala wa kudumu. Wakosoaji kutoka ndani na nje ya Uganda wameelezea hofu yao juu ya mustakabali wa haki za wananchi kuchagua kiongozi wa uhuru, wakionya kuwa mfumo wa kisiasa wa nchi hiyo unazidi kuwa wa mtu mmoja. Na katika mazingira haya ya kisiasa, mpinzani mkuu wa Museveni, mwanamuziki na mwanasiasa maarufu Robert Kyagulanyi, ambaye maarufu anajulikana kama Bobi Wine, ametangaza kuwa atajitosa tena kwenye kinyang'anyiro hicho. Hii itakuwa mara ya pili kwa Bobi Wine kumkabili Museveni baada ya kushika nafasi ya pili kwenye uchaguzi wa mwaka 2021. Tangu wakati huo ameendelea kuwa sauti ya upinzani kwa vijana wengi wanaotamani mabadiliko ya kweli. Tume ya uchaguzi Uganda imethibitisha rasmi kuwa uchaguzi mkuu wa rais utafanyika Januari mwaka 2026 na maandalizi yameshaanza. Joto la kisiasa limeanza kupanda kwa kasi, huku vyama vya siasa, asasi za kiraia na waangalizi wa kimataifa wakifuatilia kwa karibu kila hatua ya maandalizi hayo. Uamuzi wa Museveni kugombea tena unamaanisha kuwa atakuwa ameongoza taifa hilo kwa miaka 40 iwapo atashinda. Hatua hii inamweka kwenye orodha ya viongozi waliotawala muda mrefu zaidi duniani, sambamba na wale waliotawala kwa miongo kadhaa katika historia ya Afrika. Na kadri kampeni zinavyoandaliwa si tu Uganda bali kanda nzima la Afrika Mashariki itakuwa ikitazama kwa makini jinsi taifa hilo linavyopima uzito wa historia dhidi ya matarajio ya kizazi kipya. Hali ya kisiasa nchini humo imeingia katika kipindi nyeti ambacho kitakuwa na athari kubwa kwa mwelekeo wa demokrasia, utawala bora na haki ya wananchi kuamua mustakabali wao kupitia sanduku la kura. Kama ilivyo kwa kila uchaguzi wenye mvutano mkubwa duniani nzima, itaelekeza macho yake Uganda, ambapo mchuano wa kihistoria umeanza rasmi na hatima ya taifa hilo sasa imo mikononi mwa wananchi wake.